بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Jumapili nyingine Mwenyezi Mungu ameturuzuku nayo, na alhamdulillah ameturuzuku siku ya Jumapili, akaturuzuku na afya ya kuweza kuja katika makala yetu ya kukumbushana juu ya dini yetu, tukiwa katika hali ya afya na salama. Kuna wengi labda wangetaka kuwa hapa na sisi, lakini kwa sababu ya mashakili ya maisha hawapo hapa na sisi. Alhamdulillah, wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia barriers, yani vizingiti vinavyojitokeza katika maisha yetu ambavyo hutufanya tusiwe na furaha. Na kama nilivyosema hapo awali, kama mwanadamu hana furaha, basi mambo yake mingi sana huwa hawezi kuyatekeleza. Kufaulu katika hii dunia na kufaulu kesho akhira mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa mwanadamu aishi maisha yake kwa ukamilifu. Na ukiishi maisha yako kwa ukamilifu, basi hapo ndiyo furaha itakuwa imekamilika. Mwanadamu anatakikana akiamka usubuhi amke na msukumo wa afya za kila upande, amke na msukumo wa afya ya akili, yani awe ni mwenye kufikiria vizuri juu ya yale ambayo anataka kuyafanya, awe na afya ya moyo, hisia zake ziwe ni nzuri kwa yale ambayo ameyapanga, na awe na afya ya kiwiliwili, yani awe na nishati ya kutosha ya kukamilisha yale mahitaji yake ya ibada zake na matekelezo yake ya maisha kwa ujumla. Kwa hakika afya si kukosekana na maradhi peke yake. Yani maana ya afya haimaanishi kwamba ni maradhi peke yake ama kutokuwa na maradhi peke yake. Afya ni kuwa na fikra bunifu kwenye akili yako. Afya ni kuwa na hisia nzuri katika moyo wako. Afya ni kuwa na nishati ya kutosha katika kiwiliwili chako. Na afya ni kuwa na uchaji Mungu wa kutosha katika nafsi yako. Na afya ni kuingiliana na watu vizuri katika jamii yako. Afya ndiyo maisha, na maisha yataka afya. Kwa hivyo mwanadamu hafai kuichezea afya yake, kwa sababu huwezi kuijua thamani yake mpaka pale utakapokuwa huna tena afya kama hiyo. Kwa hivyo leo Mungu akituafikia, tutaangalia yale mambo ambayo ukiyafanya utaweza kuishi maisha ya furaha, maisha ya ukamilifu, maisha ya ubunifu, na maisha ya kuridhika wewe na kuridhisha wengine, na juu zaidi kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate hasana katika huu ulimwengu na upate hasana kesho akhira. Hakika ndugu zangu, maisha tunayoishi ni mafupi sana. miaka 60, 70, 80 ni miaka kidogo sana.
Kwa hivyo nataka ufanye bidii uyatumie haya maisha katika hali nzuri. Najua mara nyingine huwa nikisema ni hasara mwanadamu kuishi maisha ya dhiki hapa duniani alafu tena aende akaishi tena maisha ya dhiki kesho akhera. Na ndio maana wanazuoni wengine wanasema mwanadamu anaweza kuchagua kuwa peponi hapa duniani na akawa peponi kesho akhera, na pia anaweza kuchagua kuwa motoni hapa duniani na kuwa motoni kesho akhera. Na hii ndio neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi kama binadamu. Paka hakupewa neema ya kuchagua, na hakuna mnyama aliyepewa neema ya kuchagua. Kila kitu chake kimekuwa programmed katika DNA yake. Miti na maumbile mengine yote hayana nguvu za kuchagua, yamepangiwa mipangilio yake ya kuishi katika yani katika vile alivyoumbwa, basi iko ndani yake, hawezi kuchagua. Lakini mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ametupa uwezo wa kuchagua. Tunaweza kuchagua mazuri tukaishi maisha mazuri, tunaweza kuchagua mabaya tukaishi maisha mabaya. Ndio maana watu wanasema hakika maisha yetu yamo mikononi mwetu, maisha yetu yamo mikononi mwetu. Tunaweza kuifungua mikono yetu maisha yakapanuka, ama tunaweza kuifunga mikono yetu maisha yakawa na dhiki. Hivi leo ukimuuliza mtu yoyote, kijana mzee, kuhusu furaha, hakuna ambaye atakwambia mimi sitaki furaha. Kila mtu anataka aishi maisha ya furaha. Na kuishi maisha ya furaha haimaanishi kwamba umepata kila ulichokitaka duniani. Kuishi maisha ya furaha ni kutosheka na kufurahikia chochote kile Allah subhanahu wa ta'ala atakachokujalia hapa duniani. Kuna watu wengi, narudia, wana kila kitu wanachotaka katika dunia, ni wafalme, ni maraisi, lakini furaha yao ndogo kabisa. Na kuna watu subhanallah wanaishi mkono na mdomo, lakini mioyo yao imejaa furaha, imekunjuka kabisa, na kila ukiwaona wanatabasamu. Bwana mmoja ilikuwa tajiri sana, yeye alikuwa na banki yake aswa, lakini subhanallah Mwenyezi Mungu akampa mtihani wa maradhi ya wasiwasi. Kila anachokifanya hatosheki nacho, kila anachopata hatosheki nacho. Akienda kwenye showroom ya magari, atanunua gari, basi atafurahika kuanzia showroom mpaka akifika nyumbani. Akiweka lile gari nyumbani, furaha imeisha. Atakwenda supermarket, atanunua kila kitu, ajaze kigari kile, atafurahika wakati ule, anachukua na furaha. Akifika nyumbani, kiingia jikoni, furaha imepotea. Kwa hivyo mwanadamu hana furaha, hafurahiki kwa sababu ana kila kitu anachokitaka. Mwanadamu anafurahika kwa sababu ametosheka na amekubali kile cha Allah alichompatia. Moyo wake unakunjuka, akili zake zinafunguka, na vitendo vyake vinaboreka kwa sababu ana ghina, yani ana kutoshelezeka ndani ya moyo wake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kile alichompa ndicho riziki zake. Mwanachuoni mmoja ilikuwa kila akionekana anaonekana na furaha, hana huzuni kabisa,
ni kutabasamu kila wakati. Watu wengi wakawa wanashangaa kwa nini huyu bwana anakuwa na tabasamu kila wakati, anakuwa na furaha kila wakati. Wakavumilia, lakini wakashindwa. Wakamuuliza, akawaambia, mimi kutokea siku nilipogundua kwamba riziki yangu tayari imeshaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kalamu imeinuliwa, wino umekauka, basi sina dhiki ya kutafuta riziki kwa wingi, kwa sababu ile Allah anayotaka nipate tayari ameshaamua, hiyo ndio nitakayoipata. Pili, nilipogundua kwamba kitu chochote Allah alichokiandika jina langu hakuna mtu mwingine atakipata, kitakaa kinavyokaa, lakini siku moja kitanifikia. Ya tatu, akasema nilipogundua kwamba hii maisha ya dunia ni mataul khulud, yani ni kipindi tu tunapita, na sisi wote kama vile tulivyokuja sawa tutamalizika sawa, kwamba sisi sote njia ya kuzaliwa ni ile ile moja, na sisi sote njia ya kufa ni ile ile moja. Kwa hivyo ni kitu cha kufurahia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mipaka na mipango ya vile mimi na wewe tutaweza kuishi. Kwa hivyo furaha ni kujitafutia faraja wewe mwenyewe, na faraja inakuja ikiwa utakuwa ni mwenye kutosheka na kile Allah subhanahu wa ta'ala alichokupa katika maisha yako. Kuna si moja ambayo inasumbua watu wengi sana, na hii si ni ya kukompea, yani unaangalia maisha yako alafu unaangalia maisha ya mtu mwingine. Na wallahi katika ulimwengu tunaoishi, katika juu ya kila mtu kuna mtu mwingine bora zaidi, katika juu ya kila mtu kuna mwingine bora zaidi. Kwa hivyo ikiwa kazi yako ni kujilinganisha na watu wengine, basi daima utakuwa hauna furaha, kwa sababu kila siku utakuwa mtu ambaye ni bora kuliko wewe katika maisha yako. Kwa hivyo wewe ishi maisha yako, usisumbuliwe na maisha ya watu wengine. Ukiishi maisha yako na hali ya kutosheka, wa in shakartum la azidanakum, Mwenyezi Mungu ndivyo anavyosema kwamba mkinishukuru mimi mwenyewe nitawaongezea zaidi. Lakini mkiwa watu ambao kila siku mnatumia si ya kucomplain, basi na mimi nitawafanya kila siku mpate pain, mwe na maumivu ya kutoshelezeka. Furaha inapatikana watu wakiwa pamoja, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Chochote ambacho kitatokea katika maisha yetu tusitumie kuwa sababu ya sisi kugombana, ya sisi kuepukana, ya sisi kudunishana. Almuslim akhul muslim, ndivyo Mtume alivyosema kwamba Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Inna khalaqnakum min dhakari wal untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, hakika tumewaumba katika rangi na makabila tofauti tofauti ili mpate kujuana tu, lakini mbora kati yenu ni yule ambaye anajisongeza karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tukiwa sisi sote kama Waislamu tunajumuika pamoja, tunachukuliana kama ndugu, basi maisha yanakuwa na furaha.
Kuna kitu kimoja ni muhimu sana katika ilmu ya saikolojia, ilmu nafsi, kwamba ukitaka furaha katika maisha yako, kuwa na biashara ya kufurahisha watu wengine. Wewe ukiwa maisha yako ni sababu ya watu wengi kutabasamu, basi na wewe kila wakati utatabasamu. Ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, hakika tabasamu ni sadaka kama sadaka nyingine, kwa mfano za kutoa hela, pesa na mali. Kwa hivyo unapokutana na dadako, unapokutana na ndugu yako, fanya hima ya kutabasamu, kwa sababu tabasamu yako huenda ikawa sababu ya wengine pia kutabasamu. Wanasema ukitabasamu mishipa yote ya mwili wako inafunguka na damu inatembea kwa urahisi, kumaanisha moyo unakuwa na furaha. Lakini ikiwa ni mtu wa kukunja uso kila wakati, basi na mishipa yote katika mwili wako inakunjana, na mishipa ikikunjana damu haitembei vizuri, na damu kama haitembei vizuri ndio inakuwa mwanzo wa maradhi mingi sana, na moja kati ya hayo maradhi inakuwa ni blood pressure. Kwa mwanadamu akitaka kuepukana na maradhi katika maisha yake, atumie sindano ama dawa inayoitwa kutabasamu, kwamba wewe kila wakati unajitahidi kuwa na furaha. Kama hakuna sababu nyingine yoyote ya kukufanya ufurahike, basi furahi kwamba wewe bado uko hai. Ukiamka usubuhi, smile kidogo, cheka kidogo, kuwa na furaha kidogo, kwa sababu umeamka salama. Umelala kwenye kitanda chako, umeamka kwenye kitanda chako. Kuna wengine walilala kwenye vitanda vyao, wakiamka wameamka katika kitanda cha hospitali. Kuna wengine wamelala kwenye vitanda vyao, wakiamka wameamka kwenye kaburi lao, wameshakufa. Kwa hivyo ikiwa wewe utaamka uko hai na afya na utaweza kusimama na kufanya shughuli zako, hiyo ni sababu kubwa sana ya kufanya uwe utatabasamu, utakuwa na furaha, na utakuwa ni mtu ambaye unaishi ukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anahitaji kushukuriwa. Ndugu zangu, kama sisi sote tuliweza kuishi wakati Allah subhanahu wa ta'ala ametuweka katika tone la maji, alafu tukaweza kuishi wakati Allah subhanahu wa ta'ala amegeuza lile tone la maji likawa tone la damu, tukaweza kuishi katika tone la damu, alafu Allah atugeuza kutoka tone la damu tukawa pande la nyama, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akatugeuza kutoka pande la nyama akatutia viungo, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akatufanya tukazaliwa katika hali ya salama, na tumekuwa katika hali ya salama mpaka tumefika pale tulipofika. Basi hii ni sababu ya kutosha ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, furaha ni ile hali ya kwamba wewe unarahisisha maisha yako au yafanyi magumu. Na kurahisisha maisha yako ni kuishi chini ya uwezo wako. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala bado hajakujalia wewe kule mara 3 kwa siku, badala ya kuingia dhiki, jaribu kufanya mpango uweze kula mara 2 kwa siku. Ikiwa uweze kula mara 2 kwa siku, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala bado hajakufikisha pale, basi jipange ili unakula mara 1 kwa siku. Lakini usiwe mtu ambaye unalazimisha mambo katika maisha yako, alafu ukafikiwa na madeni, ukafikiwa na maradhi, ukafikiwa na maumivu, kwa sababu hujamshukuru
subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila unavyoishi ukitaka kuwa na furaha, rahisisha maisha yako. Kama wewe huwezi kunywa chai ya maziwa, unakunywa chai rangi, kuna mwingine hata rangi haipati. Kama wewe unakasirika kwa sababu asubuhi unakunywa uji badala ya kunywa chai, kuna mwingine hata huo uji haupati. Ikiwa wewe unaghadhibika kwa sababu unakaa nyumba ya makuti ya udongo, kuna mwingine yuko barabarani hana mahali kustirika. Ikiwa wewe una mtoto mmoja, kuna mwingine hana kabisa. Ikiwa wewe unasikitika kwamba Allah amekutolea mmoja, amekutolea wawili, kuna mwingine ametolewa wote, alizaa 10 na wote 10 wakaenda kabla ya yeye. Ikiwa wewe wahuzunika kwamba katika ndoa yako hakuna machokochoko, kuna mwingine hata huyo mume hana. Kwa hivyo mara nyingi unapoishi, rahisisha maisha yako. Ikiwa una huzuni, mtoto wako amekataa tu kusoma, kuna mwingine ana msiba, mtoto wake amekataa kusoma, alafu yuko katika madawa ya kulevya, alafu ni mwivi sugu. Kwa hivyo kila kitu kinachokufika sema alhamdulillah. Ile hali ya kutosheka na kujenga imani katika nafsi yako inazidisha huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na baadaye ataondoa matatizo yako. Ibn Taymiyyah ilikuwa kila anayemuuliza, mimi nina shida na mke wangu anisikilizi, mume wangu anitizami, ilikuwa akimwambia fanya istighfar. Akija mtu mwingine akimwambia mtoto wangu ananisumbua, nifanye nini Sheikh? Anaambia istighfar. Mwingine akija, mimi nateseka na umaskini, sina hata chakula, Ibn Taymiyyah anamwambia istighfar. Sasa watu wakashangaa, huyu shekhe mbona kila swali analoulizwa anasema istighfar? Nini muujiza hii istighfar? Akasema naam, maneno ya Mungu hayawezi kurudi, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika Qur'an amesema fanyeni wingi wa istighfar, kwani mimi ni mwingi wa kukufuria dhambi zenu. Na mkifanya istighfar ni kuwakufuria dhambi zenu, basi ile istighfar yenu itafungua maisha yenu, itaongeza mali yenu, itaongeza nidhamu katika maisha yenu, itawaongoza watoto wenu, itaweka furaha katika ndoa zenu, itakupa usingizi mtamu usiku wenu, itakupa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii katika mchana wenu. Wewe Muislamu, kama anataka kurahisisha maisha yake, ulimi wake usikauke mate kwa ajili ya kusema astaghfirullah. Ni maneno mafupi sana, lakini nguvu zake ni kubwa sana, na ni rahisi kwa kila mmoja wetu kusema maneno kama haya, astaghfirullah, usubuhi, mchana, usiku, kila wakati ukipata fursa, zidisha istighfar katika maisha yako. Inafanya akili yako iwe nzuri, moyo wako uwe na utulivu, na kiwiliwili chako kiwe na nguvu. Kwa hivyo ni muhimu sana kwetu sisi kwamba kila wakati tunapoishi, kama tunataka kuwa na furaha, tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Aidha tuyakumbuke majina yake 99, tukumbuke uradi fulani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi, maneno mawili, kalimatani hafifatani bil mizan, yani fil lisani, hafifatani fil lisani
tunasema jira fikilatani fil mizan, kwamba haya maneno mawili ni mepesi sana katika ulimi wetu, lakini ni mazito sana katika mizani yetu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahu azim. Aisha Fatima radhiallahu anha wakati mmoja alimwambia babake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kazi zangu za nyumbani zimekuwa nyingi, kusaga ngano za kutengeneza mkate, kukanda unga, kutengeneza mkate, kuangalia Hassan wal Hussein, kutengeneza nyumba, kumtizama mume wangu Saidna Ali radhiallahu anhu. Ya babangu, mambo yamekuwa magumu katika maisha yangu, naomba ukipatikana kijakazi basi ulete na mimi mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Fatima, ambaye ilikuwa ni binti yake anayempenda kabisa na binti yake ambaye alikufa baada ya yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mabinti mmoja akiitwa Ruqayya, akafa kabla ya Mtume. Zainab akafa kabla ya Mtume. Kulthum akafa kabla ya Mtume, akabaki Fatima peke yake. Sasa ikiwa mtoto wako wa kike mmoja tu amekuja kukuomba msaada wa usaidizi ili kazi zake za nyumbani ziwe zitakuwa ni hafifu, rahisi, Mtume akamwambia, sikufundishi kitu ambacho ukikisema kazi zitakuwa rahisi zaidi kuliko kukuletea kijakazi ndani ya nyumba. Kibinadamu ungesema subhanallah, mimi nakuuliza binti yako nilete kijakazi, kitu gani utanifundisha ambacho kitakuwa bora kuliko kijakazi katika usaidizi wa kazi za nyumbani? Mtume akamwambia, sema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Kwa hivyo unasema subhanallah mara 13, mara 33, astaghfirullah mara 33 na alhamdulillah mara 33, na kazi zako zote zitakuwa ni rahisi. Pia masahaba wengine wakaenda kulalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, matajiri wanatushinda sisi kwa sababu wao wana pesa, wanatoa sadaka na zakat, kumaanisha wao wataingia katika pepo ya juu zaidi kuliko sisi. Sasa tufanye nini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kawaambia, someni baada ya kila sala subhanallah mara 33, astaghfirullah mara 33 na alhamdulillah mara 33. Uzito wake ni sawa na yale wao watakuwa wanafanya amali yake. Kwa hivyo sisi Waislamu tumepewa ofa za kila aina, ofa za kila aina, ili tuzitumie kufanya maisha yetu yawe bora. Lakini mara nyingine kwa kughafilika tunazipuuza zile ofa na maisha yetu yanakuwa mazito na yanaongezeka uzito na uzito kila siku. Kwa hivyo ni muhimu kila ukisonga mbele uangalie na nyuma umetoka wapi, alafu ufikirie pale mahali ulipo ili ufanye mazuri zaidi ulivyofanya ya nyuma, ili kesho maisha yawe mepesi ya urahisi kuliko yalivyokuwa ya jana. Maana ya kuishi ni kukua. Maana ya kuishi ni kukua, na kukua haimaanishi kukua tu mwili, kwamba mwaka jana ulikuwa miaka 50, mwaka huu 51, mwaka jana ulikuwa 20, mwaka huu 21. Huko si kukua. Kukua ni kwamba mwaka jana ulikuwa wajua suratul Fatiha peke yake, lakini mwaka huu umeongeza na suratul Falaq, suratul Nas na suratul Ikhlas, na mwaka ujao utaongeza na suratul Baqara na kadhalika, na unakuwa kiakili. Kwa sababu mwaka jana ulikuwa huvai hijabu vizuri kwa sababu imani yako haikuwa nzito.
lakini mwaka huu unajifunika zaidi, unavaa jalbabu naswa, unajifunika zaidi. Mwaka uliopita ilikuwa swala zako za kudona dona, yani dakika moja moja ushamaliza kuswali, lakini sasa unachukua dakika 20 30 huko kwenye mswala unamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale mwanamke yani aura yake inaanza kwenye jicho la mguu mpaka kufika kichwani, yani wakati ameswali nataka jifunike vizuri, lakini ni bora zaidi, ni stara zaidi, inakupa uhakika zaidi kwamba swala yako imetimia ikiwa utafunika pia miguu yako. Na unafunika miguu yako na nini? Unafunika miguu yako na socks, ili uondoe shaka pengine katika kuswali ili nguo yako yazaruka ikaacha sehemu ndogo wazi ikaharibu swala yako. Kwa hiyo mwaka jana ulikuwa hautilii mikazo vile unavyoswali, vile unavyofunga, lakini mwaka huu unatilia mkazo kuswali tu faradhi, lakini pia unaswali sunna, umeongeza. Kwa hivyo unakuwa kiroho, roho yako ikikua ndio unakuwa mtu wa murua, unapendeza na unafanana kama ua, na unang'ara, unawaka kama jua, na wewe unakuwa mwanamke wa murua. Ulitakalo Mungu atalifanya litakuwa, na maisha yako yote yatakuwa poa, kwa sababu wewe dini yako, ibada zako unazingatia ili ziwe katika njia inayofaa. Ndugu zangu, kuwa na furaha ni kuweka adabu mbele katika kila jambo. Sisi tofauti yetu kama binadamu haitokamani na rangi zetu wala na nywele zetu. Tofauti yetu inatokamana na adabu zetu. Kuna watu wengine mashallah adabu zao za jikoni, adabu za chumbani, adabu za sabuleni, adabu za barabarani, adabu za msikitini, adabu katika mazungumzo yako, adabu katika malezi yako, adabu katika ushirika wako na Allah subhanahu wa ta'ala, adabu katika masomo yako, adabu katika maisha yako. Yani ni mtu unayeishi kwa nidhamu, kwa sababu hakuna ufukara mbaya katika maisha kama ufukara wa kukosa adabu. Afadhali uwe maskini hauna pesa, lakini usiwe maskini wa kukosa adabu. Na ubaya mwingine mbaya kabisa ni ufukara wa kukosa elimu. Hautaki kujilazimisha kusoma, kusikiliza darasa, na alhamdulillah teknolojia imefanya kazi yetu iwe rahisi kabisa. Unaweza kusikiza darasa ukiwa unapika katika simu yako, unaweza kusikiza darasa ukiwa umelala katika simu yako, unaweza kusikiza darasa wakati unatembea katika simu yako, unaweza kusikiza darasa ukiwa umetulia katika sitting room yako. Kila mahali ulipo, kila shekhe unayemtaka, kila mada unayoitaka iko katika simu yako. Kwa wakati huu wa sasa, mtu kukosa elimu yeye mwenyewe tu kukataa kwamba hataki kufahamu dini yake vizuri, lakini uwezekano wa kuweza kuijua dini ni mkubwa sana katika maisha yetu ya leo. Ndugu zangu, ukikataa kufanya ya muhimu wakati unaweza kufaa, utayafanya ya dhulumu, ya kujidhulumu wakati hauna wakati wa kuyafanya na kuyatekeleza. Ukikataa kuitafuta elimu wakati una uwezo wa kutafuta ile elimu, basi ujinga utakusumbua wakati huwezi tena kuipata ile elimu. Ukikataa kufanya ibada wakati una uwezo wa kusujudu, wa kurukuu, wa kiwama, wa
ukisimama basi utakosa kuifanya ibada, wakati huwezi tena kuifanya ibada kama hiyo. Kwa hivyo wakati Mwenyezi Mungu amekupa neema ya kuweza kufanya mazuri katika maisha yako, yafanye, kwa sababu hujui ni muda gani umebaki, hujui ni miaka mingapi imebaki, hujui ni miezi mingapi imebaki, hujui ni wiki ngapi zimebaki, hujui ni siku ngapi zimebaki, hujui ni masaa mangapi yamebaki, hujui ni dakika ngapi zimebaki. Kwa hivyo kila ishi kama ambayo utakufa sasa hivi, na kila ukisoma soma kama ambayo utaishi milele katika huu ulimwengu, kwa sababu ile elimu ni utajiri mkubwa sana katika maisha yetu tunaishi leo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wale waliosoma, wale wanaojua hawafanani na wale wasiojua. Wanaojua vile swala inavyoswaliwa, wakiswali wanaswali vizuri na wanapata ajira kwa ukamilifu, na wale wanaoswali kwa ujinga bila kujua, swala zao zinapotea, hazitimii. Kwa hivyo ajira haipatikani. Furaha inakuja ikiwa harakisha amali yako kabla ya dhambi zako, harakisha katika uhai wako kabla ya kufa kwako, harakisha kufanya mema katika utoto wako kabla ya uzee wako, harakisha kutoa sadaka wakati una shilingi kabla shilingi haijaisha, harakisha kuzungumza na watu maneno mazuri kabla ulimi haujashikwa, harakisha kusikiliza maneno mazuri kabla masikio hayakuponyoka, harakisha kuangalia mambo mazuri kabla macho hayajafungika, harakisha katika kupenda ndugu zako Waislamu wenzako, ahibba linas ma tuhibba linafsika, kabla moyo haujakufa. Kuna mambo mengine yataka kufanywa haraka, na haya ni mambo ambayo yatupa sisi salama ya hii dunia na salama ya kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Furaha inapatikana ikiwa sisi tutakuwa tuna adala, ni justice, yani hata kama jambo limetufika sisi na makosa ni yetu, tunakubali kwamba sisi tuna makosa, na hizi ndizo nguvu za mtu anayeamini. Hata kwa mtoto wako ukigundua kwamba makosa ni yako, unakubali, mimi ndiye niliyempeleka huyu mtoto katika hii skuli ya wamisheni, na ndio maana leo anaomba kwa kusema wa Mwana, Baba na Roho Mtakatifu, badala ya kusema bismillah, badala ya kusema alhamdulillah. Ndugu zangu, sidhani kwamba maneno haya mawili ni mazito, kwamba kabla hujaanza kitu chochote sema bismillah, naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, na ukimaliza chochote unachokifanya sema alhamdulillah, namaliza kwa jina la Mungu nikimshukuru. Lakini unakuta mara nyingine ulimi unakuwa mzito, shetani anajua umuhimu wa haya maneno mawili katika kuturahisishia na kutuboreshea maisha tunayoishi hapa duniani na tutakayoishi kesho akhera. Kwa hivyo mambo 10 muhimu sana nataka leo tujifunze, mambo 10 muhimu sana. Jambo la kwanza, sherehekea imani yako. Hamna kitu muhimu katika maisha yetu kama dini yetu. Inakuwa ngao, inakukinga na mambo mengi sana. Arkanul Islam 5, nguzo za Uislamu ni 5. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Unapiga shahada tashahud, si ndio? Wa ikamu salah. Ndugu
ndugu yangu, kama mpaka sasa hujaweza kusimamisha swala tano na kuomba, leo iwe ni siku ambayo itakuwa ndio mwanzo wa kuhakikisha hamna kipindi cha swala kitakacho kupita, kwa sababu swala inakukinga na maovu, swala inakukinga na dhambi, swala inakukinga na madhara ya ulimwengu, swala ni ngao ya Uislamu. Wa itau zakat kwa wale ambao waweza, wasomo Ramadhani, na Ramadhani si mwezi wa Ramadhani peke yake, na kufunga si kufunga mwezi wa Ramadhani peke yake. Kila wiki kuna siku mbili unaweza kufunga, Jumatatu na Alhamisi. Mtume alipoulizwa kwa nini anafunga Jumatatu na Alhamisi, alisema matendo ya mwanadamu hupelekwa kwa Mwenyezi Mungu siku mbili katika wiki, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Kwa hivyo mimi napendelea matendo yangu yakipelekwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yapelekwe nikiwa katika hali ya kufunga, kwa sababu itazidisha nguvu katika yale mema niliyoyafanya. Na anayesema hivi ni mtu ambaye amesamehewa madhambi yaliyotangulia na yatakayokuja, yeye yuko maasum. Sasa wewe na mimi ambao tunafanya dhambi kila wakati, tunataka tuichukulie vipi hii saumu ya kila wiki? Kila mwezi kuna siku tatu, tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 watu wanafunga, wanasema siku nyeupe, yaumul bayd. Na saumu ni dawa, asaumu junda. Badala ya kungoja uende tu hospitali kila wakati kwa sababu ya pressure, sukari na mengine mengi, saumu ukishikilia kila wiki, kila mwezi, kila mwaka, hauwezi kupata blood pressure, kwa sababu mafuta ndani ya mishipa yanayayuka, damu inatembea vizuri kwa sababu ya kukaa na ile njaa ya saumu. Kwa hivyo mtu anayefunga kila wakati si rahisi kupata maradhi ya blood pressure wala maradhi ya sukari, kwa sababu sukari mara nyingi inakuja kwa sababu ya kula kupita kiasi na kula vitu ambavyo vinadhuru mwili. Hasa ikiwa wewe unafunga mara 2 kwa wiki na siku 3 kwa mwezi, utakuwa unapunguza ile sumu inayoingizwa katika mwili wako kwa kupitia chakula. Wa hajjul bait, na kwenda kuhiji katika Baitul Haram, yani kwenda hija Maka na Madina. Lakini Mwenyezi Mungu katoa ofa, kasema mtu yoyote atakayepanda mswalani akiswali salatul fajr alafu aendelee na uradi na kusoma Qur'ani mpaka jua lichomoze, alafu aswali raka 2 za swala ya Isra, atakuwa na thawabu sawa na mtu aliyekwenda umra. Sasa hiyo ni ofa. Kama huna pesa za kwenda umra, Mwenyezi Mungu atoa ofa kwamba kila siku wewe waweza kupata thawabu za mtu aliyekwenda umra kwa kuhakikisha kwamba ukiswali salatul subh utakaa pale pale katika mswala, hautainuka, utavuta uradi, utasoma Qur'ani, utamsabihi Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka jua lichomoze, alafu usimame uswali rakaa 2 na utakuwa umepata thawabu sawa na mtu aliyekwenda umra. Beautiful offer, offer nzuri sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, tusimamisheni hizi nguzo 5 za Uislamu, na swala ndicho kinachotofautisha, ndio kitu kinachotofautisha baina ya mtu mwema na mtu mwovu, baina ya Muislamu na kafiri. Kinachotofautisha baina ya Muislamu na kafiri ni swala 5 za kila siku. Kuna hadithi inasema swala 5 za kila siku
ni mfano wa mtu nje ya nyumba yake kuna swimming pool. Ni mfano wa mtu nje ya nyumba yake kuna swimming pool, alafu anaingia katika ile swimming pool mara 5 kwa siku. Wewe wafikiri mtu kama huyo atakuwa na usafi wa aina gani? Anaoga mara 5 kwenye swimming pool kila siku. Wewe unatafuta mtu wa kuzungumza naye, mara nyingine upweke labda umekushika ndani ya nyumba yako, una mambo yanakukera katika nyumba yako. Mwenyezi Mungu akupa ofa, wewe zile shida zako za kutokea subuhi salatu subhi mpaka dhuhur, njoo wakati dhuhur naambie, si umepata shida baina salatu subhi na dhuhur, Mwenyezi Mungu anasema njoo dhuhur, njoo usimame mbele yangu uniambie matatizo yako. Ikiwa matatizo yatakufika dhuhur na asri, basi njoo asri uniambie matatizo yako yote, uniombe yote unayoyataka. Ikiwa yamejitokeza asri na maghrib, njoo maghrib. Ikiwa yamejitokeza maghrib na isha, njoo isha. Ikiwa umelala ukapata matatizo, njoo subhi uniambie. Sasa hiyo ni ofa ya aina gani? Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kukusikiliza mara 5 kwa siku. Yuko tayari kukusikiliza matatizo yako, mahitaji yako, maombi yako, shida zako. Sasa wataka kumwambia nani tena? Wataka kumwambia nani kama hutaki kumwambia yule aliyekuumba, yule anayekujua zaidi hata kushinda vile wewe wajijua mwenyewe? Yeye anakujua zaidi na yeye anajua, lakini anataka wewe mwenyewe uende kumwambia tena alafu muombe. Hakuna kitu kinachompa furaha Allah subhanahu wa ta'ala kama kumuona mja wake amesimama mbele yake, anamueleza shida zake na anamuomba maghfira na anaomba suluhisho kutoka kwake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kitu anachokipenda zaidi ni kumuona mu'min amesujudu, kwa sababu hili ndilo linalomuudhi ibilisi. Ukitaka kumuudhi ibilisi, wewe piga sajda, utamuudhi mpaka ukiwa na makero ya ushetani na ibilisi. Anataka kukuingiza katika dhambi, kumfukuza ni kupiga sajda. Ukisujudu atakimbia, kwa sababu ni kitu kinamuudhi na kinamfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hebu jiulize, hata katika swala yako unasujudu kwa dakika ngapi? Wengine hata dakika moja haifiki, sekunde moja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ilhali kule kusujudu ndio sehemu Mwenyezi Mungu anapenda sana kumuona muumini amejiweka katika sehemu hiyo, sehemu ya kusujudu. Namba ya pili, hakikisha ile ubudia na ibada zako zimekwenda kulingana na wakati wake. Inna salati kanat anil mu'minina kitaban mawquta, hakika kuswali kwa anayeamini ni kuswali kwa wakati wake. Mwenyezi Mungu anasema araita alladhi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim araita alladhi yukaththibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yakhudhu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Wale ni wale watu wanaoswali vile wanavyotaka wewe wao, sio vile Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha tuswali. Wewe wale wao uwe unaswali na kumbe zile swala ndio zitakutia motoni zaidi, kwa sababu unaziswali vile wewe unataka, sio vile Mwenyezi Mungu alivyotueleza na kutuamrisha. Ya tatu ni kufanya dhikri kama nilivyowaambia hapo awali, fadhkuruni azkurukum, nikumbukeni na mimi nitawakumbuka. Nikumbukeni na mimi nitawakumbuka. Neema gani kubwa kuliko neema ya kukumbukwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Neema gani kubwa zaidi ya kukumbukwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ya tano
ni kuhakikisha kwamba wewe hata ukifikwa na msiba unasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Unakuwa na subra. baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha ma'as sabirin, Mwenyezi Mungu anawapenda wale watu wenye kusubiri wakati wamefikwa na mazito ya kimaisha. Umepigwa ugonjwa mkali sana, unasema alhamdulillah, ingekuwa mbaya zaidi ya hivi. Unapatwa na hasara kubwa sana ya mali yako, unasema alhamdulillah, pengine ingekuwa baya kuliko hivi. Unasema alhamdulillah. Kuna mfalme mmoja alikuwa na waziri wake akimpenda sana. Sasa siku moja yule mfalme katika kukata vitu akajikata kidole. Yule waziri akasema alhamdulillah, ingekuwa mbaya zaidi. Yule mfalme akakasirika, akamwambia yani mimi nimejikata kidole, badala ya kuniliwaza unaniambia kwamba ingekuwa mbaya zaidi, kwa hivyo katika kidole changu hakuna ubaya wote. Akamwambia hamna ubaya wote, ingekuwa mabaya makubwa kuliko kukata kidole. Akawaambia askari wake wamtie ndani. Waziri akatiwa ndani, akafungiwa. Mfalme alikuwa anapenda sana kuwinja, akaenda na Land Rover yake kuwinja huko, akasahau, akavuka katika sehemu ambayo sio yake, ni ya watu wengine. Na hiyo sehemu ya watu wengine kuna desturi ya kutolewa kafara ya wanadamu kila mwaka. Alipofika yule mfalme akakamata wale watu wa sehemu hiyo, akasema tushapata kafara ya mwaka huu, tutamchinja huyu jamaa leo usiku, tumchemshe fanye supu. Sasa akashikwa mfalme, moto ukawashwa, sufuria ikawekwa, lakini yule mkubwa wa wale watu wengine akasema kwanza wache nimkague, kwa sababu hatakikani mtu awe na kasoro yoyote katika kutolewa kafara. Alipomkagua akamwona kidole kimoja kimekatika. Huyu hafai kutolewa kafara, kidole kimoja kimekatika. Akaokoka na kuchemshwa. Aliporudi akaagiza yule waziri afunguliwe. Alipofunguliwa akawaambia yani uliyosema ni kweli, kwa sababu kidole changu kimoja kimekatika, nimeepuka mauti mabaya sana ya kuchemshwa katika maji ya moto. Na wewe niambie, kwa nini nilipokutia ndani ulisema ingekuwa vibaya zaidi kuliko kutiwa ndani? Akasema kwa sababu mimi na wewe ilikuwa kila wendapo lazima nikufuate, mimi ni waziri wako. Kwa hivyo kama ningekufuata huko, wewe ungekuwa umeokoka na kidole kimekatika, mimi ningechemshwa. Kwa hivyo huku kutiwa ndani umeniokoa na kuchemshwa. Kwa hivyo mwanadamu anatakana kila siku aseme alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mimi ni chongo kwa jito moja, mwingine hana macho kabisa. Mimi sina mguu mmoja, mwingine hana miguu yote kabisa. Mimi sina miguu yote, lakini na mikono. Kila msiba unaopofika mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uwe mwepesi wa kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Namba 4, kila siku jitahidi kufanya mazuri na uwe na ukarimu. Wanasema ufunguo wa kufungua milango ya kufaulu hapa duniani na kesho akhera ni mitatu. Mmoja ni ukarimu, wa pili ni ukarimu, na watatu ni ukarimu. Vyovyote inavyokuwa katika maisha yako, kuwa mtu mkarimu, kuwa mtu ambaye mwepesi wa kusamehe watu wengine, kwa sababu wewe ukikasirika na ukuudhika kwa maneno ya watu wengine ukawaekea chuki, basi unaumia wewe zaidi kuliko wale watu wengine. Jaribu kujenga mawasiliano na ndugu zako na familia yako na Waislamu wenzako, ili maisha yako yasonge mbele yakiwa na baraka. Hakika jenga makubaliano baina ya fikra zako, hisia zako na vitendo vyako.
chunga afya zako popote inapokuwa. Hamna utajiri zaidi ya afya. Wewe kuwa na shida milioni 1, lakini ikija shida ya afya, zile milioni 1 shida zinakuwa si shida tena. Kwa hivyo chagua unachofikiria kisiathiri afya yako. Chagua unachokiweka moyoni kisiathiri afya yako. Chagua unachotia mdomoni kisiathiri afya yako. Chagua unachofanya maishani kisiathiri maisha yako. Chagua unapotumia wakati wako kisiathiri maisha yako. Nasema ndugu zangu, lazima tuwe na uhusiano wa umoja kama ndugu, kama Waislamu, ili kusaidiana, kujengana, kuonyeshana, na hakuna msaada ulio bora zaidi kama msaada wa kukumbushana mambo ya dini na kuelekezana njia iliyo sawa. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyinyi Waislamu ni umma, ni watu wazuri kuliko wale waliokuja kabla yenu, kwa sababu nyinyi Waislamu mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya. Kwa hivyo uzuri wetu umetokamana na ile hali ya kwamba na si lazima ukuwe ustadhi, ukuwe maalim ndio utafanya dawa. La, kila mmoja wetu ana jukumu la kulikuza jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Hakikisha ndugu yangu unajenga amani katika nafsi yako na katika mazingira yako. Hakikisha unapofanya makosa usilale mpaka utafute istighfar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikisha bidii yako ya maisha ni kujua dini yako kwa wingi na kwa urefu na kwa mapana, ili kusaidie katika kutekeleza wajibu wako hapa duniani. Wama khalaqtumul jinna wal insa illa liya'budun. Hatukuumba mwanadamu wala jini isipokuwa tuabudu. Lakini tutamwabudu vipi? Jifundishe kumwabudu Mwenyezi Mungu vile anavyotaka na anavyostahili kuabudiwa. Tuwe ni watu ambao marafiki zetu tunawaangalia inavyostahili. Kuwa mwangalifu nani unamkaribisha katika maisha yako. Kuna wengine wanakuamrisha maovu katika maisha yako, hao waeke kando. Kuwa na wale ambao wanakuamrisha mema katika maisha yako. Kuwa mtu ambaye una nafsi iliyokita katika maendeleo yako. Usikubali kushawishiwa katika njia ya urahisi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jenga istiqama ya matendo yako mema na maadili yako yanayofaa. Kila siku hakikisha unamkopesha. Fanya biashara na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mkopeshe ibada, atakulipa mema hapa duniani na kesho akhira. Katika fiqh ya Kiislamu ni kwamba saumu inalipwa peke yake ikiwa ni Ramadhani. Ni saumu peke yake inayolipwa ukiwa yuko kwenye ada. Ikiwa ile ada yetu ya wanawake imetuingilia mwezi wa Ramadhani, kama umekosa siku 5, siku 6, siku 7, basi ni lazima uzilipe hizo ni separate, si 6 inafungwa 6 na kulipa kunalipwa kando. Lakini ukiswali ikiwa umeingia katika ada alafu ukakosa swala, hizo hazilipwi. Swala hailipwi, na ilipwa ni saumu. Okay? Na ukilipa usichukue advantage ya 6 Shawwal. Hiyo ni hesabu tofauti. Haifungamanishwi na kule kulipa. Deni ni deni na sunna ni sunna. Zile sunna unazilipa na lile deni unalilipa. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.